Hali gani mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa, hii ya Bizoza Media. Kama ndo mara kwa kwanza, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana, tumeweza kuona dada yetu Maimasa ameweza kudhibitisha kila kitu ambacho kinachoendelea baina ya Azizi Ki pamoja na bwana mkubwa na bibiye Hamisa Mobeto. Kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakitapakaa mitandaoni ikisemekana kwamba bibiye Hamisa Mobeto ameweza kumpatia talaka aliyekuwa mume wake ambaye ni Azizi Ki, jambo ambalo watu wengi hawakuweza kuamini kwa sababu Azizi Ki ni mwanaume mpole, na pia Hamisa Mobeto kwa jinsi alivyo kufanya tukio kama hili, watu wengi hawakuweza kutegemea kama hili lingeweza kutokea. Na tunavyojua Hamisa Mobeto alikuwa anampenda sana bwana mkubwa Azizi Ki. Sasa imekuwaje leo hii tena kupeana talaka? Sasa leo hii bwana bibiye Maimasa ameanza kufunguka kila kitu na kusema kwamba kuna vitu vingi wa Tanzania hamvijui kutoka kwa Hamisa Mobeto. Ni kwa nini kila kiingia kwenye mahusiano na mtu huwa hadumu katika hayo mahusiano? Kuna maswali mengi ambayo mnatakiwa kuweza kujifunza kwenye hili. Mimi naona moja kwa moja hapa bwana mkubwa Diamond Platnumz ameweza kumpatia laana kubwa bibiye huyu Hamisa Mobeto, kwani tuliweza kuona kipindi cha nyuma Diamond Platnumz ni kwa namna gani ambavyo alivyokuwa anampenda bibiye Hamisa Mobeto, lakini Diamond Platnumz aliambulia maumivu na masimango yake juu. Huenda hili nalo ndio likawa sababu kubwa ya bwana mkubwa huyu kuweza kutoa laana zake kwa bibiye huyu, kwani anaweza kakaa na mtu kwenye mahusiano hata mwaka uishi wamesha achana. Tumeweza kuona kwa watu wengi, kwa Kelvin, sio kwa nani, watu kibao. Na leo hii bwana bibiye huyu Maimasa ameweza kufunguka pia na akasema kwamba kuna vitu ambavyo vipo katika familia ya bibiye Hamisa Mobeto, na hii nayo ndiyo inaweza kuwa chanzo kikubwa, kwani mama yake mzazi unamuona jinsi alivyo. Sasa mtoto atalisi kutoka wapi? Huenda hii ni kama tamaduni yao, kwa sababu tumeweza kuona mama yake mzazi ambaye ni Hamisa Mobeto anatoka na wame za watu, anavunja ndoa za wame za watu. Huenda hii ikawa sababu kubwa ya bibiye Hamisa Mobeto kuweza kupitia haya yote. Lakini pia nataka nikukumbushe kwamba bibiye huyu Hamisa Mobeto yeye alishaweza kufunguka kitambo sana kwamba hayupo kabisa kimahusiano na bwana mkubwa ambaye ni Azizi Ki, japokuwa watu wengi walihisi kama ni kiki, kwani watu wengi hawakuweza kuona hawa watu wanapitia katika mateso au katika changamoto za ndoa zao. Lakini leo hii bwana ndo kama hivi ambavyo tunavyokuletea ujumbe mzima. Lakini nataka nikukumbushe kwamba kuna mambo ambayo Azizi Ki na yeye aliweza kuyaongea, akidai kwamba kuna mwanaume ambaye aliyekuwa ex wa Hamisa Mobeto, kwamba inavyosemekana wanataka kuweza kurudiana. Sasa huyo mwanaume amekuwa akimsumbua Hamisa Mobeto kila wakati, lakini Hamisa Mobeto kwa upande wake amekuwa mtu ambaye anayelegeza kamba. Sasa akaona moja kwa moja nisije nikaingia katika dimbwi na mwisho wa siku nikaja nikaambulia magonjwa, na yeye akaamua tu kuweza kukubaliana na swala zima la talaka, ili mradi kila mtu aweze kuishi maisha yake. Bwana, mambo ni mengi halafu muda ni mchache. Mimi nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza kufuatilia channel tupendwa hii hapa ya Bizoza Media, basi nikusihi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.